Mamlaka ya udhibiti wa maji na nishati hapa nchini EWURA imetoa ripoti ya utendaji wa mamlaka za uzalishaji wa maji hapa nchini kwa mwaka wa 2024-2025. Ripoti ambayo huwa inatolewa kila mwaka kupima utendaji wa kazi wa mamlaka za maji hapa nchini. Katika ripoti hiyo kunaonyesha kuna maeneo ambayo mamlaka zimefanya vyema, lakini kuna maeneo ambayo bado kuna kazi kubwa inapaswa kufanyika. Mathalan, kumekuwa kuna ongezeko la wateja wengi kuunganishiwa maji katika kipindi cha mwaka huo wa fedha wa 2024-2025. Lakini pia hata uzalishaji wa maji unatajwa kuongezeka kwa asilimia nyingi za kutosha na kuonyesha kwamba bado kuna jambo ambalo jema linafanyika. Lakini licha ya maeneo hayo kuonekana nafanya vyema, kuna tatizo kubwa la upotevu wa maji ambalo kila mwaka linaonekana kuzidi kukua, tofauti na wengi ambavyo walidhani ilipaswa kudhibitiwa kutokana na uwepo wa teknolojia na hasa ukuaji wa teknolojia yenyewe na mambo kuwa yamepiga hatua. Hivyo hakukuwa na ulazima leo kusikia kwamba takriban asilimia 42 ya maji ambayo yamekuwa yakizalishwa yanaendelea kupotea. Kwa nini hali imeendelea kuwa hivyo? Ndilo swali ambalo wengi wanajiuliza, nyakati hizi ambazo mamlaka pia zikipambana baadhi yao kuhakikisha kwamba zinafikisha maji kwa wateja, ilhali ya kwamba maji yenyewe hayapo. Nini kinaweza kufanyika kudhibiti hali hii na hatua gani za kitaalamu zinafaa kuchukuliwa ili nchi iendelee kupiga hatua na kujivunia kile ambacho kipo kama rasilimali maji, ambayo tunaambiwa katika miaka ya usoni dunia inaweza ikaingia katika vita ya kugombea rasilimali maji na si vita tena vya kushikiana mtutu. Naitwa Nurdin Selemani na kualika kwenye uchanganuzi kwa siku hii ya leo, kutupia macho ripoti hiyo kitaalamu na nini kiweze kufanyika. Tumemwalika hapa Dr. Livingstone Swira. Yeye ni mkuu wa idara ya usambazaji maji kutoka Chuo cha Maji hapa Dar es Salaam. Karibu sana Dokta. Asante. Kwema? Kwema kabisa. Mambo anasemaje? Nyie ndo mnapika wataalamu. Ni kweli, ni kweli. Mkisikia kwamba zinatoka taarifa za utendaji ambazo zinaonyesha kuna maeneo ambayo bado hatufanyi vizuri na yanahitaji utaalamu, nini kinawafikirisha vichwani mwenu? Asante mtangazaji. Ni kweli sisi kama chuo tunazalisha wataalamu kwenye sekta hii ya maji. Na bahati mbaya sana sasa hizi ripoti zinakuja zinaonyesha upotevu wa maji ni 42%. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto vile vile kwetu sisi kama chuo kuumiza kichwa tunafanyaje kwenye hili. Kwa kweli, kwa mfano sisi kama chuo tumefanya vizuri angalau kwenye hili swala la upotevu wa maji, kupambana na upotevu wa maji. Tumevumbua mfumo wa kugundua upotevu wa maji unaitwa Integrated Leakage Management System, na imeshafanyiwa majaribio baadhi ya mamlaka za maji na kuonekana unafanya vizuri. Nadhani katika taarifa ya EWURA leo umesikia kama wameutaja kidogo mfumo huu. Unaweza ukasaidia ukawa mwarobaini kwenye kujua matatizo ya maji kwa kutumia teknolojia hiyo. Sasa kama chuo vile vile tumeona kwenye hiyo sekta ya maji tunazalisha wataalamu ambao sasa tunahisi wanaweza wakafanya vizuri kwenye kugundua matatizo ya maji. Kwa mfano tuna kozi pale ambazo zingine zinahusiana sana na mambo ya upotevu wa maji na living water zipo pale na mambo mengine. Sasa yote hayo tunajaribu kufanya ili tuone namna ya kupunguza tatizo hili la maji, lakini nazo mamlaka hizi zijitahidi, kwa sababu haya maji tunazalisha kwa gharama kubwa. Uzalishaji wa maji, kuchakata yale maji mpaka uyaone unavyo meupe hivi ni gharama kubwa. Sasa tudhibiti upotevu ule tunaouona, kwa mfano kama mivujo hii
mingine inakuwa iko maeneo ambayo labda yamejificha kidogo na wananchi wetu walikuwa wakitoa taarifa kwamba kuna mivujo sehemu fulani, lakini utekelezaji umekuwa ni mdogo sana. Hata mtangazaji wewe mwenyewe unaweza ukawa unajua sasa hivi kwamba siku ambayo utajua kwa mfano hapa Dar es Salaam kuna maji, basi utakutana na michirizi ya maji kwenye vimuto humo njiani, kwenye mitaro, utajua kumbe leo kuna maji. Sasa hili nadhani kama mamlaka za maji zitajitahidi sana kudhibiti hata hichi kidogo tunachokipata ili angalau viwafikia wananchi, tutapunguza hili tatizo. Kwa mfano kuna wizi wa maji nao upo unaripotiwa, na mamlaka hizi nadhani zijitahidi kutumia gharama fulani ili vipate return au tupate matokeo makubwa zaidi. Kwa mfano hivi ukitangaza kwa mfano hata hapa Dar es Salaam ukatangaza kwamba mwananchi yoyote atakayeleta taarifa za anayeiba maji anapata 500,000. Waambia tu tunakupa 500,000 ukileta taarifa za mtu yoyote anayeiba maji, na akigundua ni kweli utapewa 500,000. Hii nadhani ndani ya mwezi utaona kitakachotokea hapa. Okay. Tutagundua kama ni wizi wa maji, tutagundua wanaoiba, tutapunguza tatizo. Lakini vile vile kuna miundombinu chakavu sana mingine ambayo ni ya muda mrefu kiasi kwamba maji yakija na pressure ile kutoka kule kwenye chanzo inapasuka sana. Ndio mingine anaweza kana jitahidi wanaziba, lakini inapasuka. Kwa hiyo nadhani kuna kuweza kubadilisha hiyo miundombinu ya zamani, angalau tuweke mapaipu hata ya kisasa kidogo ili kupunguza tatizo. Dr. Swila, hapo kwanza turudi kwenye ule mfumo ambao unagundua upotevu wa maji. Manake hii sana inatuonyesha kwamba umuhimu wa teknolojia, na nyewe watu ambao mpo chuo mmefanya jambo kuhakikisha kwamba inaleta tija. Kwa nini sasa tumekwama kuutumia ipasavyo ili utupe matokeo yanaonekana yatakuwa matokeo chanya na tukadhibiti wa umengo? Kwa sababu mwenyewe umegusia uzalishaji wa haya maji mpaka anafika kwa mteja ni gharama kubwa. Lakini akiishia njiani, manake baadaye yule mtu kwenda yaende nyumbani kwake alipie bili, yote atakuwa yamepotea. Ndio. Kwa mfano kama mfumo niliokuambia ulikuwa kwenye majaribio kwa muda kidogo. Tumefanya majaribio kwenye baadhi ya mamlaka za maji. Tumefanya majaribio hayo na kuonekana kwamba unaweza ukasaidia kupunguza hilo tatizo. Nadhani nakumbuka kuna siku management zima ya EWURA walifika chuoni pale kujaribu kupata taarifa kamili na kupata maelezo juu ya mfumo huo, na nadhani wameona kama unaweza kusaidia. Sasa nadhani sasa tukitumia sasa huo mfumo moja kwa moja kwenye mamlaka zetu. Sasa hivi tulikuwa nafanya kwa majaribio katika baadhi, nimefanya majaribio kwa muda kidogo. Sasa mifumo mpaka ukubalike kutumika lazima kuwe na majaribio ya muda mrefu kidogo ili kujihakikisha kwamba kweli unafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ndo tulikuwa kwenye hatua hiyo ya majaribio. Nadhani mpaka sasa hivi kwa majaribio tunaweza kusema tumefika pazuri na imeonyesha matokeo, na ndio maana sasa ripoti ya EWURA sijaisoma yote, lakini nimejaribu kusikiliza baadhi ya maelezo ya waongeaji pale. Wameongelea huu mfumo kwamba unaweza kusaidia. Kwa hiyo na sisi kama chuo tunaona sasa inabidi sasa tujipange kujaribu kuangalia mifumo mizuri zaidi au kuboresha ili uweze kufanya kazi nzuri zaidi ambayo itasaidia kweli kwenye hizi mamlaka za maji. Kwa yule mtu ambaye wa kawaida sasa anasikia mfumo, unaweza ukamwelezea kwa uchache sana ni kwa namna gani unaweza ukafanya kazi na kusaidia kwenye hizo mamlaka husika? Huu mfumo ni kwamba wanafunga kitu kama sensa kwenye mfumo ya mapaipu kule mtaani huko, na vile vile wanatumia hii inaitwa sijui kwa Kiswahili lakini tunaita Geographic Information System, GIS. Kwa mtu akiwa ofisini pale anaweza kaona wapi kuna tatizo la maji kwa kuona alama zitakazokuwa zinaonekana kwenye mfumo kule. Kwa hiyo anaweza kujua tu sehemu fulani kuna shida ya maji, na bahati nzuri ni kwamba ukionyesha pale hizo taarifa unaweza ukaangalia hilo pipe lililopasuka lina ukubwa gani na vifaa gani vinahitajika kwenda kuziba. Kwa hiyo unapotoka ofisini pale unakuwa umejipanga kabisa kwamba pipe lililopasuka lina size fulani, kwa hiyo inatakiwa tuende na hiki na hiki na hiki na pipe hii tukazibe. Kwa hiyo inapunguza muda wa kwenda kuona kwanza afu mrudi ofisini afu mwende. Kwa mkitoka mmetoka kamili. Mkitoka mmetoka. Uligusia hapo swala la wizi wa maji. Imekuwa tatizo la muda mrefu, na hata waziri wa
Maji Jumaa Aweso mara kadhaa amekuwa akilizungumza na kutaka mamlaka husika zichukue hatua. Nyie kama wataalamu, kama mmebuni mfumo ambao unasaidia kujua maeneo ambayo yana leakage ya maji, kwenye hili hamjawahi kufikiri chochote ambacho kinaweza kikasaidia kudhibiti wale wajanja ambao mtu anachimba huko chini anapitisha maji anakwenda kwake, alafu kwingine inaonekana tu maji yanazalishwa lakini wengi nasikia wanakuwa na visima vya ndani chini nyumbani pale, kwa maji yakija yanaishia kule na mita inakuwa inasoma kila siku uniti moja linalotumika. Kwenye eneo hilo nadhani sasa bado hatujaja namna, ndio maana sasa mfumo wa kugundua wezi wa maji sio unamaanisha hivyo sasa. Kwenye eneo hilo bado hatujafanya vizuri, kwa sababu unajua wizi wa maji na mali hulika ya mtu. Sasa katika kudhibiti hilo mimi nilikuwa nafikiria hapo tungetumia nguvu zaidi. Kama nilivyosema kwamba ukitangaza tu hapa kwamba kijana yoyote mtu yoyote atakayeleta taarifa ya mtu anaiba maji, watu wanajua mtaani, wanawajua vizuri. Ila sasa hawezi kusema wengine. Kwa hiyo ukitangaza tu dau zuri, hautawapata, utawapunguza. Lakini sasa kwa sababu sisi kama chuo tunafundisha wataalamu kusaidia kutatua matatizo ya mamlaka, hili nadhani sasa ndio itabidi tuelekee huko. Tutajuaje kwamba eneo hili ndio linaibiwa maji, kwa sababu kama maji yanayoingia mtaa fulani, maana yanakuwa yanajulikana kwa sababu kuna mita, maji yanayoingia mtaa fulani ni kiasi fulani, yaliyolipiwa ni kiasi fulani, na tunajua hakuna mivujo, yamepotelea wapi. Kwa sasa huko ndo tumeshaanza na baadhi ya tafiti na wanafunzi wa shahada ya uzamili pale masters, wengine wamejaribu kufanya utafiti wao kwenye eneo hilo. Tutaona matokeo labda, kama kwa sababu kuna vifaa watafunga huko mtaani, watafunga alafu kwa ajili kuangalia mwenendo wa matumizi ya maji, na nadhani kwenye eneo hilo nalo tutafanya vizuri. Tumeanza lakini hapo tutakuwa tunajua sasa kama maji yaliyopelekwa eneo fulani kiasi fulani na yaliyolipiwa ni kiasi fulani. Kwa hiyo tunajua kwa vifaa vile vinaweza kutuonyesha maji yatakavyopotea. Kwa hiyo nadhani hilo tutafika. Naamini utafika. Bado mamlaka zimekuwa zikinyoshewa kidole kwenye utendaji. Ndio. Inaonekana bado hazifanyi vyema, licha ya kwamba kuna maeneo mengi yanaendelea kufanya vizuri. Ndio. Kitaalamu nyie mmekuwa mkifanya nazo kazi kwa ukaribu. Ndio. Wapi ambako kwenye shida zaidi kwenye maeneo ya utendaji? Kwenye mamlaka za maji sema ambalo kuna shida zaidi, mimi nadhani naweza nikasema ni uwajibikaji. Ni mara nyingi nimekuwa nikilisema hili, japo wengine walipendi, lakini ni kwenye uwajibikaji. Kwa sababu kwa mfano hapa Dar es Salaam kuna wale mameneja wa zoni wa DAWASA. Hivi ukimwambia tu manager fulani kwamba wewe tukikuta kwenye mtaa wako kuna mivujo, wewe ndio unaondoka kwenye hiyo nafasi, hakuna atakayezembea. Kwa mimi nasema kwenye uwajibikaji nako wangekazia sana kwenye uwajibikaji, matatizo mengine angepungua kwenye eneo hilo. Kwa hiyo mimi naona kwenye mamlaka nyingi zinajitahidi sana, zingine zinajitahidi kweli, lakini zingine zile ambazo zinafanya vibaya, mimi nadhani wangekuwa wakali zaidi kwenye swala la maji. Kwa sababu natumia lugha hiyo ya kuwa mkali kwa sababu najua gharama za kuchakata yale maji kutoka kuwa machafu vile mpaka kuwa meupe ni gharama kubwa. Sasa tukiwa tunayaachia yanapotea, na ina maana sasa na mamlaka ukusanyaji mapato mdogo, kwa mamlaka utendaji kazi wako unakuwa uwezo kawa mzuri tena, kwa sababu mapato hampati yale mliokusudia. Kwa hiyo nadhani kwenye uwajibikaji ndio kuna mambo mengi hapo ambayo naona labda inaweza kuwa ndio shida. Uligusia swala la uchakavu wa miundombinu ambalo pia hata kwenye ripoti na yenyewe limesemewa. Ndiyo. Na mara kadhaa tumeambiwa pia hiyo ni sababu ya maji mengi kushindwa kufika majumbani yakivuja, lakini hata wengine wajanja pia wanatumia hiyo kwamba kuna shida ya miundombinu. Ni kweli. Nafasi sasa ya utaalamu pamoja na matumizi ya teknolojia na hizi mamlaka ni ipi katika kushughulikia hili na hatimaye tuone hiyo tija, kwa sababu unaonekana unaumizwa na namna ambavyo maji yanachakatwa sana, lakini hayafiki kwa Watanzania ambao na wenyewe wanalalamika kwamba nyumbani hawapati maji. Hilo linaniumiza. Kwenye swala la miundombinu, bahati mbaya ni kwamba maji huwezi kuyasafirisha kwa teknolojia nyingine.
ni mapaipu haya ya ndo tunatumia, lakini labda kwa sababu ya uchumi wa nchi zetu, lakini tungefika hatua ya kuwa na haya mapaipu yawe ya chuma ya chuma, tubadilishe haya ya mipira yanayopasuka pasuka tuweke ya chuma yale. Nadhani tungefika tumemaliza tatizo, au tungeangalia maeneo ambayo ni korofi sana kwenye kupasuka pasuka tukatumia ya chuma, basi tatizo lingeisha, kwa sababu nadhani mtangazaji wewe mwenyewe unatembea, labda umetembea nchi nyingine zilizoendelea, unaweza kukuta maji yanapasuka ovyo yako mtaani. Mfano kwa mimi, bahati nzuri nimebahatika kusoma Urusi kule kama miaka 7 kule, huwezi kukuta maji kuna mvujo wa maji mtaani wala hata siku moja, na huwezi kukuta maji yamekatika nyumbani wala hata siku moja. Miaka yote 7 nimekaa kule sijaona mpaka unarudi, sio umeme sio maji, hakuna katika. Sasa kwa sababu nilisomea mambo hayo, ilibidi tulikuwa tunafuatilia kwamba wao wanafanyaje, lakini tukagundua kwamba nchi nyingi wanatumia hayo mapaipu ya chuma. Sasa labda kwa sababu uchumi mkubwa, lakini yanaonekana yanaweza kukaa muda mrefu zaidi ardhini, alafu na yasipasuke ovyo kwa msukumo au pressure ya maji yote inayopita kwenye ile mapaipu. Hii inasaidia sana yasinani. Kwa hiyo kwamba teknolojia kwenye mapaipu machakavu, miundombinu chakavu hii, kama mapaipu haya ni kuyabadilisha tu nadhani. Nakumbuka zamani yalikuwepo haya mabomba ya chuma lakini mambo yalivyokuja tukahama kutoka kwenye utamaduni huo. Tulikuwa nayo, ni kweli nakumbuka. Tumekuja kwenye utamaduni mpya kutumia haya sasa mabomba ya mipira haya. Tulikwepa gharama ama tulibebwa na usasa? Unajua gharama ya kuyaweka yale ni kubwa zaidi. Sasa unaona sasa tukitumia bilioni kadhaa tunaweza kuweka ya mipira alafu akasambaza kwa watu wengi zaidi kuliko yale ambayo wangefika umbali mdogo. Sasa naona bora tufike huko, lakini sasa yale ni kwamba kuna wakati anafika anachoka, maji yakipita kwa pressure kubwa yanapasuka na amekaa muda mrefu sana. Kwa mfano kwa hapa Dar es Salaam mengi ya muda mrefu kwa hiyo bado inatusumbua hiyo. Ndiyo. Wakati ambako ripoti zinatolewa zikionyesha mafanikio na shida zilizopo, maana yake kwamba lazima kuna tathmini kubwa zaidi endelee kufanyika ili mamlaka zenyewe ziongeze ufanisi kama ambao umesema, na swala la uwajibikaji. Umelalamikia zaidi uwajibikaji, na unasema ukisema hivyo kuna wakati mwingine watu wanakukasirikia. Lakini unaambia hata kama ikiwa chungu ndo dawa, lazima tuambiane ukweli ili tuweze tu kusonga mbele kama taifa. Tupo pia katika mtanziko tukiwa kwenye nyakati za mabadiliko ya tabia nchi. Tukipata shida kidogo ya kuchelewa kwa mvua tunakosa maji. Tukishakosa maji, usambazaji na wenyewe haupo. Heka zinakuwa nyingi, lakini tunaambiwa kwamba tuna upotevu mkubwa sana wa maji. Kipi ambacho sasa kinabidi kifanyike ili tuondokane na hiki kilio cha kila siku cha kusema kwamba tunapoteza maji, mvua isiponyesha wananchi hawapati maji? Tutajenga mabwawa ili kusaidia kutunza maji ili wananchi wapate maji miezi yote 12, lakini bado imekuwa ni shida. Kwenye swala upotevu maji nadhani tuliongelea sana, lakini sasa tuje kwenye ile swala la kukiwa na kaukame kidogo tu, kwa mfano mtu wa Ruvu pale ukicheza kidogo tu Dar es Salaam. Sasa ile Ruvu ilijengwa kwa ajili ya kukidhi kiwango idadi ya watu wa kipindi kile. Sasa hivi Dar es Salaam kuna idadi kubwa ya watu. Sasa kwa kile chanzo kimoja tu ambacho nacho kikiyumba kidogo tunayumba. Sasa ni vizuri sasa tukafikiria vyanzo vingine. Bahati nzuri serikali vile imeanza ujenzi wa bwawa la Kidunda huko. Nadhani lile linaweza ikasaidia sana kuongeza kiwango cha maji kwa hapa Dar es Salaam. Lakini vile tunaweza kufikiria kuyatoa mto Rufiji ambao ni kilomita kama 180 kutoka hapa. Naweza kuyatoa tukafika hapa. Lakini sasa hivi serikali imekuja tena na grid ya maji ya taifa. Hii ikifanyika vizuri sana, hii itasaidia sana kupunguza tatizo, kwa sababu kama chanzo kwa mfano kitatukua ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, yale hayakauki.
yale maziwa hayakauki. Kwa hiyo ina maana ni kwamba maji yakipungua mikoa ya huku ya kule ndio yanakuja huku, maji yakipungua mikoa fulani ya kule na yanaenda huko, inaweza kupunguza tatizo. Lakini kwa hapa Dar es Salaam bado vile vile tuna mto Rufiji ambao mara nyingi haukauki. Tunaweza bahati nzuri na bwawa limejengwa, naweza kawa ni chanzo kutoa maji pale kuleta hapa, na bwawa la Kidunda. Tukifanya hii miradi ikikamilika, tatizo litakuwa limepungua, angalau Ruvu ikicheza huku kelele zitakuwa sio kama sasa hivi zilivyo. Kwa hiyo ni kwa maana nyingine ni kwamba inabidi tuje kwenye vyanzo vipya vya maji. Huu mto Ruvu tutumie tu kama ziada, lakini tufikirie vyanzo vikubwa zaidi kwa idadi hii tulionayo ya watu kwa hapa Dar es Salaam. Wataalamu natuambia baada ya miaka kama 100 huko mbele, vita kubwa itakuwa ni rasilimali ya maji. Hebu tuambie kitaalamu, kwa nini mnatuambia hivyo? Mnatutisha tu? Shida ni kwamba idadi ya watu duniani inaongezeka kwa kasi. Vyanzo vikibaki vile vile vya maji, na bahati mbaya zaidi ya mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri hata vyanzo vile vilivyokuwepo ambavyo tunavitegemea. Kwa maana hiyo ni kwamba baada ya miaka kadhaa, kwa idadi hiyo ya watu itakavyokuwepo wakati huu, hivi vyanzo havitatosheleza, kwa sababu viongezeki zaidi, vinapungua kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Nadhani ndio maana tunasema kwa huko mbele kutakuwa na hiyo vita ya maji. Nadhani kuna taarifa huwa mnazisoma, kwa mfano ile Misri ni wakali sana ukigusa ule mto Nile. Wakali kweli, kwa sababu wanajua ule kila mtu akichukua maji akichukua yakipungua kidogo, wao wanaathirika kule. Sasa hii itakuwa sasa, inaweza kaja baadaye huko, sijafanya utafiti, lakini baadaye inaweza kaja hata ziwa Victoria Kenya nao wakataka kidogo, kukuta ugomvi kaanzia hapo. Kila mtu anataka maji ya ziwa, maana inaonekana sasa ndo mito inaweza kakauka, lakini ziwa litakuwepo kidogo. Kwa hiyo vita tuitegemee kwa baadaye, miaka hiyo ya baadaye inaweza itatokea tu. Ndio maana wataalamu wengi wameliona hilo mapema, kwa idadi ya watu inavyozidi kuongezeka na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanapunguza kiwango cha maji kilichopo kwenye uso wa dunia na kwenye mabwawa, mito, wanaona hii vita hii inakuja baadaye. Nadhani ndio iko hivyo. Ndio naelekea mwishoni, lakini jambo moja ambalo pia Waziri Jumaa Aweso alizungumza, aligusia kwamba lazima wafanyakazi wajengewe uwezo, akiamini kwamba wakijengewa uwezo wanaweza wakaleta tija. Ukiwa mtaalamu ambaye unawanoa vijana, baadaye unawakuta kwenye zile mamlaka kule wanakusema daktari. Ni kweli. Hii ina tija gani katika kutuhakikisha kwamba tunaongeza ufanisi na utendaji wenye umahiri na hatimaye kila mtu aone tija ya hizi mamlaka? Ni kweli, Mheshimiwa Waziri uko sahihi sana, kwa sababu kwenye kusimamia hizi mamlaka teknolojia nayo inabadilika, kama nilivyokuambia, kama hiyo mifumo hiyo, kama hiyo mifumo tuliyogundua ya kugundua upotevu wa maji. Sasa kwa mtu ambaye alisoma miaka ya nyuma, akiambia hicho kitu, kwanza hawezi kuamini. Hawezi kuamini, kwa sababu wakati anasoma haikuwepo hiyo Geographic Information System GIS ambayo inatumika sana kugundua hiyo, haikuwepo. Kwa hana uelewa wote kuhusu teknolojia kama hizo. Kwa hiyo sasa ni vizuri sasa wale waliopo wajengea uwezo kwa kuletwa kwenye vyuo husika kama chuo cha maji, waweze kupewa utaalamu huo wa update, utaalamu walionao, wajue kwamba sasa hivi teknolojia imefika mbali kwenye swala la maji. Maana siku hizi sasa imekuja hata mita ze smart meter kama za umeme. Unatumia maji, unalipia maji kwa yale unayotumia kama umeme. Sasa hivyo vyote havikuwepo nyuma huko. Kwa unakuta na mamlaka zingine zijaribu kuzifunga, mara zikashindwa. Sasa wangejengea uwezo, wajue zinafanyaje kazi zile. Unazi maintain vipi zile, kunawezekana tusingefika huko. Kwa kwenye hili swala la kujengea uwezo kwa watumishi waliopo ambao wakati wanasoma hizo mita hazikuwepo, kwanza wakujua kama zitakuja kama hizo, wauelewe kwa undani zinafanyaje kazi. Mimi nadhani mamlaka zitaweza kuboresha utendaji wao vizuri kabisa.
Dr. Suya, nikushukuru sana. Asante sana. Naam, ni Dr. Living Suya, mkuu wa idara ya usambazaji maji kutoka Chuo cha Maji, ambayo tumekuwa naye hii leo. Tulikuwa tukiangazia ripoti ya utendaji wa mamlaka za maji hapa nchini ambayo imetolewa na EWURA ya mwaka 2024-2025 ikiainisha maeneo ambayo mamlaka zimefanya vyema, lakini kuna maeneo mengine lazima waendelee kukaza nati ili utendaji wao uwe na tija na ufanisi zaidi, ikiwemo hasa eneo la upotevu wa maji, lakini pia wizi wa maji, cha kwamba inaonekana wamefanya vyema katika kuunganishia watu maji na ukusanyaji wa maduhuli. Na nukta hiyo inatufikisha tamati ya Uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Kutakie Idi Mubarak kwa wewe ambaye utasherehekea kesho, lakini pia wa kesho kutwa pia kadhalika, kwa sababu kesho tutakutana kwenye Uchanganuzi. Panapo majaliwa yake Allah, tutakutana tena siku ya Jumatatu, na Kwaresma njema kwa ambaye unaendelea kufunga Kwaresma. Naitwa Nurdin Selemani. Kwaheri.